Okay, mpenzi mtazamaji wa Harvest TV pamoja na Robert TV, tunakukaribisha tena kwenye kipindi kingine tunapoendelea na mahojiano na watumishi wa Mungu, maaskofu na wachungaji wa kanisa letu la Kanani walioenea maeneo mbalimbali ya Tanzania na nje ya Tanzania. Niko na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha kwenu. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Ujitambulishe, watazamaji wanatamani kukusikia, kujua wewe ni nani. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Francis Ibabila, ni askofu wa kanisa la Kanani Singida. Askofu wa kanisa la Kanani Singida. Naam. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Karibu, ninaye furaha kukuona. Amen. Na bila shaka sio mara ya kwanza tumeonana mahali hapa. Ni kweli kabisa. Kumbukumbu zako tutakuwa tumeonana tena mara nyingine hapa kwa matukio gani? Sana sana matukio yote yanahusiana na semina. Ndio. Matukio yote ambayo tumewahi kukutana na wewe au na watu wengine kwa mahali hapa yanatokana na kusanyiko la semina ama kongamano. Ndio. Sawa, karibu sana mtumishi wa Mungu Askofu Ibabila. Na tueleze wewe ni askofu wa sehemu gani? Asante sana mtangazaji, kama nilivyosema, ndio. Mimi niko mkoa wa Singida. Ndio. Na kutokea pale Singida tuna matawi katika maeneo mbalimbali hapo katika mkoa wetu wa Singida, lakini kwa Singida pale niko pale mjini. Sawa. Sehemu moja inaitwa Karakana. Karibu na mnada wa zamani. Karibu na mnada wa zamani. Ya, hilo ndio eneo rasmi tulilopo sasa hivi kama kanisa letu la Kanani kwa mkoa wa Singida, kwa mjini. Okay, kwa Singida mjini. Kwa Singida mjini. Sawa. Lakini pia tuna makanisa Manyoni. Ndio. Liko mnada mpya. Sawa. Lakini pia tuna kanisa Itigi. Na hivi punde karibuni tumeingia Chikuyu pale. Sawa. Tuna kanisa Singida vijijini. Tuna makanisa kule Mkalama. Sawa. Kwa hiyo kwa ujumla kwa kanisa la Kanani kwa Singida tunazidi kutawanyika kwa jinsi hiyo. Manake ni kama mkoa wa Singida mmeutamalaki. Utamalaki kabisa bila shaka. Sawa. Naam. Na leo nakuona hapa Kishao. Naam. Sasa umekuja maharum kwa shughuli gani? Asante sana mtangazaji. Shughuli hasa maalum iliyotuleta hapa, ikiwepo pamoja na mimi mwenyewe, ni semina. Ndio. Ambayo bila shaka pengine wasikilizaji na watazamaji wa Harvest TV pamoja na Robert TV kwenye YouTube wamekuwa wakisikia matangazo kwamba kuna tukio kubwa Karagwe Kishao. Ambalo linaanza hii tarehe ya leo, tarehe 25 mpaka tarehe 29 ambayo itakuwa ni Jumapili. Kongamano hili linahusisha watu wote. Sawa. Watu wote kwa maana ipi? Kwamba linalenga watu wote ambao hawajaokoka, wameokoka, wa madhehebu mbalimbali, wanaosema ni Wakristo, wanasema ni Waislamu, dini za aina mbalimbali, watumishi kwa wasio kwa watumishi. Kongamano hili linawahusu. Safi kabisa. Na pengine kwa kuliangalia au kwa kulidadavua vizuri zaidi, kwa nini tuje Karagwe? Ndio. Pengine. Kwa nini nasema hivyo kwamba inatoka katika hali hiyo? Tunakuja Karagwe kwa sababu moja kubwa. Kwamba kwanza tunamshukuru Mungu kwamba Kanani Mungu ametutendea mema makubwa mengi. Kwa maana ipi? Kwamba katika kizazi hiki tulicho nacho Mungu amejiinulia watumishi wenye kusimamia kweli, wenye kulisimamia neno la Mungu halisi lisilogoshiwa. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu Paulo anasema katika Wakorintho wa pili 2:17 kwamba kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, lakini sisi tunamhubiri Kristo. Mungu amemwinua mtumishi wa Mungu askofu mkuu wetu Robert Rafaeli kama kielelezo cha kuisimamia kweli katika nyakati zetu, ili kuondoa ile hali ya kuligoshi neno la Mungu ambalo kwa maeneo mengi leo neno la Mungu limegoshiwa. Limegoshiwa kwa maana ipi? Labda nifafanue kidogo. Kwamba Kristo alipokuwa analiagiza kanisa kwenda ulimwenguni kuhubiri Injili, maana yake ni neno la Kristo, neno la Mungu, kulihubiri, akaagiza watu waombewe kwa jina la Yesu, wapokee uzima, wapokee uponyaji, kwa jina langu mtatoa pepo, mtafanya hivi kwa jina la Yesu. Lakini leo watu wanatumia vitu vingine tofauti na Yesu alivyoagiza. Ndio maana nasema
kuligoshi neno la Mungu ni katika mtazamo huo. Okay. Mtumishi wa Mungu anaomba kwa kutumia neno la Mungu na jina la Yesu, mtu anapokea uzima. Basi. Hivyo tu. Sawa, mtumishi, mimi ninafurahi kusikia hivyo. Amen. Lakini pia ninafarijika kuona umekuja. Naam. Labda tueleze kwa nini umekuwa ukija seminar? Kwa sababu sio mara ya kwanza mimi nakuona, kama tulivyoanza kueleza. Amen. Ni kitu gani ambacho kimekuwa kikufanya hautaki kukosa seminar? Sitaki kukosa seminar kwanza. Jambo la kwanza, mimi mwenyewe inaniinua. Inanijenga. Sawa. Inanijengaje? Kwamba kadri ninavyokuja hapa kunakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinafundishwa. Katika vipindi vile mimi mwenyewe nahudumiwa. Sawa. Pamoja na kwamba pengine mimi naweza nikahudumu katika namna moja na nyingine, lakini na mimi nahudumiwa. Lakini jambo lingine la pili, nikizidi sasa ni kuzidi kushuhudia yale matendo makuu ya Mungu ambayo anayafanya kupitia mtumishi wake, Askofu Mkuu Robert Raphael, kwamba watu wanapona bure. Wanafunguliwa vifungo mbalimbali bure. Tunayashuhudia sasa uso kwa macho na wala sio kwa kusikia ama kwa kutazama tukiwa mbali. Hilo nalo linanifanya nikae katika ule utulivu na katika ule uwepo wa Mungu katika sehemu moja ambapo Mungu amepachagua. Kwa hiyo naitika na kuja mahali pachagua Mungu, tukusanyike kwa pamoja, tumsikilize Mungu kupitia mtumishi wake, na katika hayo pia na mimi tena napokea kitu zaidi ya vile nilivyokuwa. Lakini pia jambo jingine ambalo linanifanya nisikose semina hizi ni kwamba napokuja siji peke yangu. Ninakuja na watu ambao natoka nao katika mkoa wangu. Sasa wanapokuja watu hawa wanajengwa katika kumtumikia Mungu. Unajua tumeokolewa ili tumtumikie Mungu. Maana yake kama Mungu angetaka tuokoke twende mbinguni, kwamba hiyo ndio lingekuwa lengo, tungekuwa tunaokoka na hapo hapo anatuchukua, tunakufa. Lakini kwa nini tunaokolewa halafu anaendelea kutusaza? Ni ili kwamba tupate maarifa, tujengwe katika imani ya kweli katika Kristo, ili na sisi huko tukatumike, tuwasaidie wengine. Kwa hiyo sasa hao tunaokuja nao wanaimarishwa katika mafunzo maalum ya kuwajenga na kuwaimarisha ili tena wakatumike. Lakini katika hao pia wako wengine ambao wanakata rufaa kwamba pengine sisi tumefanya kwa sehemu ikawa haikuwezekana. Wana maradhi, wana matatizo yamewasonga. Unakumbuka hata kuna kipindi Bwana Yesu ilifika kwa wakati mtu mmoja alipeleka rufaa kwa Yesu. Akamwambia, Bwana, umponye mwanangu kwa sababu amekuwa hivi, lakini nikampeleka kwa wanafunzi wako wasiweze. Sasa mambo kama hayo pia yapo, yanaendelea, kwamba wale walikuwa wanafunzi wa Yesu na sisi pia ni wanafunzi wa Yesu, lakini tunaye kiongozi mkuu wetu na tunamuona Mungu jinsi anavyomtumia. Kwa hiyo kuna wakati kule sisi tunafanya hatujaweza, tunasema sasa jamani, tukate rufaa. Ndio maana tunakuja na hao watu wana matatizo, wana shida zao, na wanapokuja, amini usiamini, ndugu mtangazaji na msikilizaji, mtazamaji anayeangalia, ni kwamba hakuna anayekuja kukata rufaa hapa akarudi kama alivyokuja. Kwa hiyo ndicho ambacho kinatufanya tuendelee sasa kuja sisi wenyewe, lakini na watu tunaokuja nao wanakutana na Mungu live, wanapokea uzima wao, wanarudi wakimtukuza Mungu na kumshangilia Mungu. Kwa hiyo kwani mnapokuwa hapa seminar, naam, ni vitu gani vinaendelea hapa seminar ambavyo vinaweza vikamfanya mtazamaji pia naye atamani kufika? Haleluya, asante sana. Vitu vinavyoendelea ni katika maeneo mbalimbali. Jambo la kwanza, kuna vipindi ambavyo vinafanyika vya kitumishi. Kwa maana tunapokuja hapo kuna wengine wanamtumikia Mungu katika nafasi mbalimbali, maaskofu, wachungaji na kadhalika, wanakuwa na maeneo yao. Lakini kuna hao watu ambao pia kama nilivyosema sasa wanakuja wengine wakiwa wamepigwa, wana matatizo yao, wanahitaji wajengwe katika imani. Unajua uponyaji na ukombozi ni imani. Sasa wanapokuja kwanza wanafundishwa jinsi ya kupokea muujiza. Tofauti na vile ambavyo pengine unaweza kuwa kule unakuwa huna muda zaidi wa kujengwa na kuimarishwa sasa ili imani yako ikue uweze kupokea. Unasijui kama unanielewa mtangazaji? Kwa hiyo sasa mtu huyu anapokuja anajengwa katika imani. Wako walimu wazuri sana wa kuwajenga watu. Na ndio maana hata natoa rai tu kwa watu ambao pengine wanasikiliza sasa na kutazama sasa, pengine kama wako maeneo ya jirani na kadhalika, wanaweza kuja, siku bado zipo, kwamba unapokuja hapa utajengewa imani ya kukufanya upokee muujiza. Kwa hiyo ndio maana sasa inabidi tufanye hivyo. Kuna mambo kama hayo yanayofanyika ya msingi sana ya kuandaa watu, ya kuwajenga watu, kuwafanya wapokee kile wanachokihitaji.
Aha, sawa Ndio, sawa. ndio, yes. Kwa hiyo sasa mtu ambaye anakosa semina, Naam. anapata hasara gani kwa maono yako? Na kuna mtu manake hajaja semina hapa, atakwambia mimi niko nyumbani, maana nimekosa nauli. Lakini akiugua ni mwepesi kwenda hospitali. Yes. Sasa wewe unasemaje kuhusu hilo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme huyo mtu ana hasara kubwa sana. Ndio. Ana hasara ya kwanza kwamba kile ambacho angeweza kukipata hata kipata. Sio kama unanielewa. Hata kipata kwa maana gani? Kwamba tunapokusanyika hapa uwepo wa Mungu. Kumbuka maeneo haya na mazingira haya yamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi hii. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ulioko mahali hapa sio wa kawaida. Na ndio maana utasikia kuna mtu mwingine anapokea uponyaji kabla hata mtumishi wa Mungu hajaomba. Ile tu kukanyaga mazingira compound ya kanisa, tayari mtu anasikia vitu ambavyo vilikuwa vimemfunga vinatoka. Tofauti na akiwa kule nyumbani kwake. Unaona sasa? Kwa hiyo mahali hapa pana uwepo wa Mungu wa tofauti mno. Kiasi kwamba mtu akikanyaga hapa kabla hata ya maombi, yule mtu anahudumiwa. Lakini pia sasa kwa mtu mwingine ambaye anakuwa hayupo, kuna vipindi vingine ambavyo haviwezi kuruka, haviruke hewani. Sasa ni tofauti na yule ambaye yupo, kwamba ina maana atahudhuria au atapata kila kitu kinachoendelea hapa. Madarasa, nini, yani kila kitu. Lakini hata ile kuinteract na watu, ile kukutana na watu tofauti, unapata shuhuda mbalimbali. Shuhuda tunazoziona wakati mwingine kwenye televisheni au kwa njia ya YouTube zinakuwa ni baadhi tu. Zinakuwa ni baadhi, watu wanachaguliwa baadhi ya watu, lakini kuna wengine ambao shuhuda zao ukizisikia au wakikusimulia zinakujenga. Hautoshi. Ndio. Kwa hiyo ina maana sasa mtu anayekosa anakuwa amepata hasara kubwa sana. Lakini sasa hata kwa upande wetu sisi watumishi, kwamba mtumishi wa Mungu unapokosa semina kama hizi, maana yake unakuwa umejipunguzia kila ambacho pengine Mungu angekuwezesha kukipokea ili ukaendelee na utumishi katika sehemu yako kwa nguvu zaidi na kwa bidii zaidi. Lakini kadri tunavyokuja pia tunakuja kupokea maono mapya. Mtumishi wa Mungu huyu amepewa karama mbalimbali na vipawa mbalimbali na maono mapya ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo tunapokuja tunapokea yale maono na sisi tutakwenda kuyaendeleza. Kwa hiyo kwa mtu ambaye amekosa, kwa kweli anakuwa amekosa kitu kikubwa sana, amepata hasara kubwa sana. Okay, sawa. Kwa hiyo wewe unamaanisha labda unisaidie ufafanuzi. Naam. Mtumishi wa Mungu Askofu Robert. Naam. Tumekuwa tunamsikia mara kadhaa anasema Kanani itaenea kama Korogeti. Naam. Umewahi kusikia jambo hilo? Nimewahi kusikia. Umewahi kusikia? Naam. Unalielezeaje hilo kwa namna ambavyo unaiona Kanani na kanisa yake? Asante sana. Uwezo wake wa kutimia hilo ukoje? Asante sana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Hiyo kauli ya kwamba Kanani itaenea kama Colgate, kwanza tujue Colgate ni kampuni inayotengeneza dawa ya meno. Sasa ukienda hata kijijini wapi utakutana na dawa za meno zipo. Ndani huko zipo. Sasa kwa nini mtumishi wa Mungu anatumia kauli hiyo? Ni kwamba ukiangalia kwanza inatokana na kila alichonacho moyoni mwake. Kinatokana na agizo la Yesu kwamba enendeni ulimwenguni mote. Sasa ulimwenguni mote maana yake ni mjini, vijijini, mataifa mbalimbali, kila mahali. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo kilichoko ndani mwake kinaendana na agizo la Yesu la kwenda ulimwenguni mote. Sasa hiyo inamfanya sasa asitulie. Ndio maana tunamuona mtumishi wa Mungu hatulii. Leo yuko hapa mijini na vijijini na mataifa. Kwa hiyo ina maana sasa kutimia kwa kauli hiyo kunakuwa kuko dhahiri, kwa sababu anatekeleza kwa vitendo. Na sisi tulioko nyuma yake, sisi tulioko chini yake, inabidi tumwangalie kwamba mtumishi wa Mungu ni kweli kwamba hawezi akafika yeye mwenyewe peke yake. Lazima apate watu wa kumsupport, watu wa kumsaidia kutimiza. Na ndio maana hata katika semina kama hizi sasa tunajenga pia watumishi. Kila semina tunajenga wachungaji ambao baada ya semina wanatumwa kwenda katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana katika swali lako sasa kwamba naona kauli hiyo ikitimia kutokana mikakati maalum, mikakati mahususi iliyopo kwamba inatekelezwa kwa vitendo.
Ndio maana itaweza sasa kupenyeza Kanaani kila mahali ambako tunahitaji ifike. Kwani makanisa ya Kanaani yanapatikana mjini tu au? Hapana. Ndio maana nimesema kwamba ni ulimwenguni mote. Sawa. Mijini yapo na vijijini yapo. Na ndio maana hata kwa mfano katika mkoa wako wa Singida. Naam. Umetuambia wewe uko Singida mjini. Naam. Kuna makanisa ya Kanaani ambayo pia yako vijijini? Yako vijijini mpaka hata ndani sana. Kwa mfano nikutolee kule Itigi. Ndiyo. Kuna kanisa moja au kuna tawi moja liko maeneo moja wanaita Chamba. Chamba iko mpakani mwa Itigi kwa maana ya Singida. Ndiyo. Na Tabora. Sawa. Na kutoka pale barabarani unaingia ndani porini kabisa. Sawa sawa. Unaona sasa? Na kwa uzuri nimekuja hata na mtumishi wa Mungu wa kutoka kule, na mtenda kazi kutoka Chamba. Yuko hapa. Anayefahamu Singida ukimwambia Chamba, anajua kwamba sio mchezo. Ni kijijini. Ni kijijini. Lakini kanisa la Kanaani lipo. Ukija wilaya Mkarama kuna maeneo kuna watu ambao nimekuja nao hata kutoka maeneo ya Nkalakala kule. Kutoka Nkungi. Sasa Nsinga kule. Ni vijijini. Okay. Unaona sasa? Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kanisa la Kanaani haliwi mjini tu, kwa sababu si kwamba watu wako mjini tu, paka vijijini kule kuna watu, na hao wote Mungu anawahitaji kwa sababu ni watu wake, wanatakiwa wafikiwe na injili ya kweli ili waokoke, wamjue Yesu. Mtumishi, unaongeleaje utaratibu wa maombi tukiwa semina hapa? Naam. Wako na maombi yanafanyika. Yes. Ni kitu gani umejifunza kuhusiana na maombi yale yanayofanyika hapa, iwe usiku iwe nini? Ni kitu gani umejifunza? Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu. Ni kwamba kwa habari ya maombi ni sehemu nyingine muhimu sana katika kulijenga kanisa. Ndio maana kwamba nisema hata mtu anapokosa anakuwa amekosa mengi, kwa sababu unapokuwepo hapa unajifunza pia namna ya kuweza kuomba. Ilifika mahali wanafunzi wa Yesu hata wakamuomba wakamwambia, Bwana, tufundishe na sisi kuomba. Kwa hiyo ina maana kumbe kuomba kunahitaji kujifunza. Kwa hiyo kadri mtu anapokuwepo hapa, maombi yanafanyika kwanza kwa ajili ya watu wenyewe, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya mataifa, kwa sababu ndiko ambako tunalenga. Kwa hiyo kwa kadri ya jinsi ambavyo maombi yanafanyika, maana yake yanamfanya sasa mtu ajue hata atakapotoka hapa, akienda kula anajua, aha, kumbe ni namna gani inanipasa kuomba, kwa sababu anakuwa amejifunza. Ndani ya siku hizi anakuwa amejifunza mfumo mzima wa maombi. Kuna wakati pia tunakuwa na maombi ya kukanyaga, yes, bomoa, ya kuamka usiku. Naam. Umewahi kuhudhuria maombi hayo hapa? Yes. Yes, yanafanyika. Kwamba ambacho wewe mwenyewe binafsi uliona kweli kuna kitu cha ziada umenini, yani ni kipi ambacho wewe unaweza kumweleza mtazamaji kwamba kwa maombi hayo unamshukuru Mungu kwa jambo hili? Amen. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwamba maombi, tunaposema maombi ya kukanyaga, Yesu Kristo aliagiza hivyo, akasema nimewapa amri ya kukanyaga. Ndiyo. Nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu. Unaona Sasa kumbe ndani ya muamini kuna mamlaka. Na mamlaka yale yanatakiwa yadhihirishwe katika kauli, lakini katika kutenda. Kwa hiyo tunaposema tunakanyaga au tunabomoa, kwamba katika ulimwengu wa roho vitu hivi vinafanyika. Na hivi vimekuwa sasa vikishuhudiwa na wale ambao wanakuja kutueleza. Kwa hiyo ina maana sasa kwamba mlipokuwa mnakanyaga, ile nguvu na ule uwezo ulikuwa unatukuta, tunahisi kweli kwamba tunakanyagwa, au kwamba piga au choma, tunaungua kweli. Kuna wengine wanasema tumeshindwa kusogea. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba vitu kama hivi ni vitu vya msingi sana vya kujijenga mtu anapokuwepo hapa. Okay, sasa labda tueleze kwa kongamano lijalo. Mtu ambaye amekosa kongamano hili unamweleza nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme tu kwamba kwa mtu ambaye atakuwa ameshindwa kabisa kuja kongamano hili, basi aanze kujiandaa mapema kongamano lijalo la Disemba. Sawa, mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Mwaka 2025. Tunapokwenda kumaliza mwaka, asikose. Kwa sababu yako mambo makubwa ambayo tumeendelea kuyashuhudia yakitendeka kupitia semina. Kwa hiyo aanze tu kujiandaa, haijalishi kwamba yuko wapi, aanze kujiandaa kidogo kwa mambo ya nauli nini,
aanze kujiandaa ili aje akutane na mema yaliyoko Kanaani kupitia makao makuu ya kanisa na kupitia mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Robert Raphael mahali hapa. Yes. Sawa, sasa kuna kitu umekisema hapa na mimi kimenifurahisha, ni tamani pia labda mtazamaji au mtu anayetusikiliza apate msisitizo katika hilo. Naam. Umeanza vizuri, unasema watu wote wanakaribishwa. Na sasa labda nikuulize kwa sababu kuna mtu anasema semina hii ni ya Wanakanaani. Malengo ya semina hii ni ya kuwakaribisha Wanakanaani tu au kuna zaidi ya hapo? Asante sana ndugu mtangazaji, na kama unaweza kukumbuka vizuri pale mwanzo nijaribu kugusia kwamba semina hii haibagui. Ndio. Nikasema haibagui dini ya mtu, haibagui sio nini dhehebu la mtu, haibagui. Semina hii inawahusu watu wote. Sawa. Ili mradi tu kwamba unahitaji kwanza kuijua kweli ambayo imegoshiwa katika maeneo mengi, lakini pia ikiwa una jambo ambalo linakutatiza, inawezekana ni mgonjwa, inawezekana umetumia maji na mafuta kwa muda mrefu, chumvi na vitu kama hivyo, hakujapata msaada, kwamba inakuhusu wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Harvest TV na Robert TV YouTube, kwamba inakuhusu wewe kwa sababu mahali hapa utakuja kupata haja ya moyo wako. Kwa hiyo ni kuombe tu kwamba kwa wakati mwingine kama sasa hivi umekosa, basi wakati mwingine jiandae asikose. Sawa, sasa mimi nikukaribishe utoe neno lako la mwisho, lakini pia pamoja na hayo uwakaribishe, manake bado ndo tumeanza. Kuna watu ambao wanaweza wakaona zile shangwe na nini wakafurahia, wakaona bora na sisi tufike. Sawa sawa. Labda karibu kama una neno lako la mwisho kwa watazamaji. Ndugu watazamaji, kwanza tena nimshukuru Mungu kwamba tumekuwa na muda huu mzuri wa kuweza kufanya mahojiano haya. Mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Robert Raphael wa Kanaani Bible Church Tanzania na kimataifa analo neno kwa ajili yako, lakini pia upo uwezo wa Mungu kwa ajili yako kuweza kukuhudumia kwa mahitaji yote ulio nayo, ya kiroho, ya kimwili, ya kiuchumi, ya kifamilia, katika maeneo yote yanayomgusa mwanadamu. Yako majawabu mahali hapa kupitia neno la kweli lenye uzima, bila maji, bila mafuta, bila chumvi, bila uongo wao wote ule, bila gharama, ni bure. Kwa hiyo nikukaribishe, na kwa wewe ambaye huwezi kuja kama nilivyosema, basi nikukaribishe wakati mwingine kuweza kufika katika makongamano kama haya, lakini pia katika makanisa yetu huko kule uliko, kwamba unaweza ukafuatilia sasa, kwa sababu kanisa letu limeenea kila mahali katika nchi hii. Utaweza kupata maelekezo ya wapi tulipo, basi ukaanza kujijenga taratibu, hata pengine kabla ya semina, kupitia watumishi wa Mungu walioko mahali pale, wanaihubiri kweli ya Mungu kama ilivyo, bila kuigoshi kwa namna yote ile. Basi kwa kumalizia tu, nikukaribishe sana katika semina hii, nikukaribishe sana Kanaani. Tunakupenda, na ni wakati wa nyakati za mwisho ambapo injili ya kweli imeharibiwa na ni wachache sasa waliobaki kama mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Robert Raphael. Karibu sana Kanaani kwa ajili ya kujifunza kweli ya Mungu, na hata kwa ajili ya wokovu na uponyaji wako na ukombozi katika maisha yako. Mungu akubariki sana.